Karibu tena mtazamaji wa The World News kwa kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Nchi za Ulaya zinamuona rais wa Marekani kama alikuja kuharibu ushirika kati ya nchi za Ulaya pamoja na Marekani. Kumekuwa na mvutano mkubwa kati ya Ulaya na Marekani, huku watu wa magharibi wakimuona rais wa Marekani kama kiongozi tishio. Nchi za Ulaya zinamuona rais wa Marekani kama mtu tishio zaidi wakati huu katika ulimwengu huu. Mataifa hayo ya magharibi yanaona kwamba tofauti na rais wa Urusi Vladimir Putin, rais wa China Xi Jinping na marais wengine ulimwenguni, lakini anayefuata kwa kuwa tishio ulimwenguni kwa sasa ni rais wa Marekani bwana Donald Trump. Katika mkutano wa usalama wa Munich ulioanza huko Ujerumani, viongozi mbalimbali wa Ulaya wameeleza mambo mengi, lakini moja kati ya jambo ambalo limekuwa ni kero lakini limekuwa likiumiza vifua vyao ni pamoja na suala la namna rais wa Marekani Donald Trump alivyokuwa tishio kwao. Mataifa ya magharibi kwa muda mrefu yakishirikiana na Marekani yalikuwa yakiona Urusi kama adui, lakini sasa ni Marekani iliyoingia katika uadui dhidi yao, hasa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump. Mkutano wa kimataifa wa usalama ambao hufanyika kila mwaka mjini Munich, Ujerumani, huwaleta pamoja viongozi na wataalamu wa usalama, wanasiasa na viongozi wa kijeshi kutoka kote ulimwenguni. Mkutano huo wa usalama unaofanyika Munich, Ujerumani, umefunguliwa siku ya jana Ijumaa, huku hofu kubwa ikizidi kuongezeka kuhusu uhusiano wa kanda ya Atlantiki kati ya Marekani na washirika wake wa Ulaya wakati huo utawala wa rais Donald Trump. Tishio linalotolewa na rais Donald Trump kwa miungano na kanuni za muda mrefu linatarajiwa kujitokeza wazi kwenye mkutano huo siku mbili ulioanza Ijumaa huko Munich na unaohudhuriwa na viongozi wa dunia wakiwemo maafisa wakuu wa usalama. Mkutano wa usalama wa Munich mwaka 2026 unatarajiwa kuangazia zaidi Ukraine, ambako uvamizi wa kijeshi wa Urusi umeingia mwaka wake wa 5 mwezi huu. Aidha, mkutano huo pia utajadili Iran, ambayo rais Trump ameonya kuwa inaweza kukabiliwa na mashambulizi ya kijeshi ikiwa mkataba kuhusu mpango wake wa nyuklia hautafikiwa haraka. Kumekuwa na mwaka mmoja wa msuguano kati ya Marekani na Ulaya, hasa baada ya kuingia madarakani katika awamu ya pili ya rais wa Marekani bwana Donald Trump. Lakini zaidi ya mwaka mmoja tangu Trump arejee madarakani kwa muhula wake wa pili, mvutano na mkanganyiko unaozidi kuongezeka kati ya Marekani na Ulaya kuhusu ushirikiano wa kijeshi, kisiasa na kiuchumi unatarajiwa kuwa suala kuu kwenye mkutano huo. Ripoti ya kila mwaka ya mkutano huo wa Munich inaonyesha hali ya mvutano kabla ya mkutano huo, ikimtaja Trump kama mharibifu ambaye siasa zake za uvurugaji zimevunja taratibu za kimataifa baada ya vita vikuu vya pili vya ulimwengu vya mwaka 1945. Kansela Friedrich Merz amefungua mkutano huo ambao ulitazamwa kama jukwaa muhimu la kujadili sera za usalama na ulinzi. Merz amehutubia mkutano huo kwa mara ya kwanza kabisa kama kansela. Mnamo Alhamisi, Merz alisema ni lazima Ulaya iweze kushindana na kujitegemea na kwamba hotuba yake itatoa msukumo kwa uhuru mkubwa wa Ulaya. Kwa upande wa Marco Rubio, ametoa tahadhari kudorora kwa uhusiano na washirika wa Atlantic. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametoa tahadhari kuwa uhusiano wa washirika wa Atlantic unakabiliwa na wakati wa kihistoria katika ulimwengu unaobadilika kwa kasi. Amesema hayo mnamo Alhamisi akitumia maneno ya ustaarabu na upole zaidi baada ya mwaka mmoja mabadiliko makubwa ya msuguano na yasiyokuwa ya kawaida kati ya nchi za Ulaya na Marekani. Mwaka uliopita katika mkutano huo, makamu rais wa Marekani JD Vance aliwashambulia washirika wao wa Ulaya na kuzusha malumbano ya muda mrefu, huku Marekani ikionekana tayari kuivunja hata mifumo ya kimataifa inayohusika pakubwa katika kuijenga. Baadhi walitaja yaliyojiri kwenye mkutano wa mwaka 2025 kama jinamizi kwa Ulaya na Marekani. Katika kujibu kwa washirika wa Marekani wamekuwa wakihimiza kujijengea uwezo wa kujitegemea zaidi, lakini wakilinda misingi ya ushirikiano, na wakati wanakabiliwa na vitisho lukuki kutoka kwa vita vya Urusi nchini Ukraine na mizozo mingine ya kibiashara ulimwenguni kote. Mkutano huo wa kimataifa wa usalama ambao hufanyika kila mwaka huko Munich, Ujerumani, huleta pamoja wataalamu wa usalama, wanasiasa na viongozi wa kijeshi kutoka kote ulimwenguni.
Inatajwa kwamba maafisa takribani 500,000 wa polisi wamepelekwa kushika doria na kuimarisha usalama wakati wa mkutano huo unaofanyika kwa mara 62 mjini Munich. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Utaweza kujua mengi yanayojiri.